kuna mambo mengi mazuri ambayo rais wetu ameyafanya, na wakati wote amekuwa akisisitiza kwamba pamoja na kazi nzuri inayofanyika, lakini palipo na changamoto lazima tuziainishe, wananchi wajue tunajua kuna changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Ng'ambo naifahamu. Mwaka 2020 nilisimama hapa kuomba kura. Kata ya Ng'ambo ninaifahamu. Niwaombe ndugu zangu, ninafahamu fika kata hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, yenye wakazi zaidi ya 17,000 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Mheshimiwa Mwenyekiti, haina zahanati wala kituo cha afya kata hii. Hawa watu Mheshimiwa Mwenyekiti, haiwezekani kwa wingi huu wategemee kutumia zahanati ama kituo cha afya cha kata nyingine. Mbele yangu kuna huduma za afya hapo mbele, lakini ni Kidongo Chekundu ile. Kwa hiyo wananchi wa Kidongo Chekundu wanategemea pale. Wananchi wa Ng'ambo nao wakitegemea pale, huo msongamano utakao kuwa hapo sio wa kawaida. Watu wa Ng'ambo wanahitaji kuwa na zahanati ama kituo chao cha afya, kwa sababu sera nzuri za Chama cha Mapinduzi, na leo tunasimama hapa tukiwa tunatembea na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Humu kuna ujenzi wa zahanati na vituo vya afya katika jimbo la Tabora mjini. Havijaainishwa ni wapi. Sasa kwa sababu havijaainishwa, ni rahisi ndugu yangu twende pale tukaseme tunaomba mtupelekee kituo cha afya katika kata ya Ng'ambo, na mimi nitakuwepo kukusaidia pamoja na madiwani wenzangu Toja pamoja na Hadija, lakini na wengine walioko hapa. Tutaendelea kuomba ili wenzetu waweze kuwa na kituo cha afya katika kata hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kituo cha afya, lakini kata hii yenye wananchi zaidi ya 17,000 wana shule moja tu ya msingi. Shule imejaa, na hili nililizungumza bungeni mara ya mwisho, nikaiambia serikali zipo shule zina watoto mpaka 2,500 shule moja. Haiwezekani. Ni lazima tuongeze vyumba vya madarasa kwenye kata hizi ambazo hazina maeneo mengine. Pale kwenye ile shule ya msingi tuombe tujengewe shule nyingine, na jambo hili linawezekana katika serikali hii ya awamu ya 6. Hapa tunapozungumza tumeletewa zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa shule mpya katika manispaa ya Tabora. Kwa sababu fedha hizi zimeshakuja na zimeshapelekwa kwenye maeneo husika, mwaka wa fedha unaokuja lazima tusimame kuomba shule katika kata ya Ng'ambo. Na hili nikwambie Mheshimiwa Diwani, iwe ni kipaumbele chako, watoto wetu wapate elimu bora na sio bora elimu. Na hili ndio rais wetu analipigania wakati wote, watoto wapate elimu bora. Mama aliamua kufanya elimu kuwa bure, basi hata kama imekuwa bure, iwe bure halafu bora. Kwa hiyo ndugu yangu Mheshimiwa Diwani, leo tunapiga magoti kuomba kura kwa Wanang'ambo. Na niwaambie Wanang'ambo, msije kufanya makosa heti mkaenda kuchagua chama kingine halafu mtegemee yakafanyika haya. Haya ni ya CCM. Haya ni ya Chama cha Mapinduzi. Hayupo mtakaye mleta Ng'ambo mimi nikashirikiana naye kwenye haya. Hayupo, kwa sababu hawana ilani inayoeleza haya. Kama wanazo ilani zao waje wasimame hapa, tushindane kwa hoja na sio tushindane kwa nguvu. Tukisimama tushindane kwa hoja. Halafu ngoja niwaambie Wanang'ambo, nimekuwa upinzani mimi zaidi ya miaka 15. Kwa hiyo ninaijua vizuri sana. Hayupo atakayeniambia wala atakayenidanganya. Nimekuwa kiongozi mkubwa. Nimekuwa
kiongozi mkubwa huko. Mimi ndiye niliyekuwa makamu mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema Taifa. Mwaka 2014, 19, 24 nimemaliza. Kuna mtu atanidanganya? Nimekuwa afisa kwenye kurugenzi ya fedha na maliasili wa Chadema kwa miaka 5 nikiwa makao makuu ya chama. Nani ataniambia vinginevyo? Hata hawa leo si Chauma sijui nani, hawa ni zao la huku, wanakuja huku kuhangaika, warudi nyumbani. Nimewaita, nimewaambia twendeni nyumbani kumenoga. Kwa hiyo niwaombe watu wa ng'ambo, sumu haijaribiwi kwa kuionja. Sasa nyie onjeni alafu muone. Mimi nilikuja hapa mwaka 2020, mheshimiwa mwenyekiti. Niliyoyasema yametekelezwa? Nilikuwa wapi? Nani angenisaidia? Nilikuwa mwenyewe, hata kama nilikuwa natumia nguvu, lakini bado nilikuwa sina watu wa kunisapoti. Kwa hiyo niwaombe watu wa ng'ambo, twendeni tukakichague Chama cha Mapinduzi. Mimi ni jembe, nimeshaingia huku. Tutakwenda kupambana kuhakikisha haya yanayosemwa yanatekelezwa. Sisi ndani ya bunge tukiwa wapinzani, mheshimiwa mwenyekiti, tunasimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ukiingia mule ndani, begi unalopewa pamoja na vitu vingine, na ilani ya Chama cha Mapinduzi iko ndani yake. Kwa hiyo asikudanganye mtu kwamba akiingia mule atakwenda na ya kwake ayalete pale. Itakuwa ni vichekesho. Nimekaa miaka 10 mule ndani, kwa hiyo ninajua yanayoendelea na yanayotendeka mule ndani. Ndugu zangu, ninafahamu hapa pia upo upungufu wa upatikanaji wa maji. Tunajua mradi wa Ziwa Victoria, mheshimiwa mwenyekiti, uko Tabora mjini, lakini kuna baadhi ya maeneo ya Tabora mjini hayapati maji safi na salama, wakiwepo watu wa ng'ambo. Sasa niwaambieni, ilani hii ndani ya miaka 5, ukiipata ilani hii, soma kuanzia ukurasa wa 67 mpaka 72, yapo mambo yote yanayotuhusu watu wa Tabora mjini. Na haya ninayoyasema hayatoki kichwani mwangu. Haya ni mambo ambayo tutakwenda kuyatekeleza kwa mujibu wa ilani yetu. Mtandao wa maji kwa miaka 5 inayokuja utakuwa umesambaa kwa zaidi ya 100% katika jimbo zima la Tabora mjini. Wanawake tutakwenda kutuliwa ndoo na Mama Samia mwaka 2025, 2030, kila mtu nyumba yake itakuwa inatoa maji. Tuwe tayari kupokea miradi ya serikali mikubwa inayokuja. Kuna wakati, mheshimiwa mwenyekiti, miradi mikubwa inaletwa lakini wananchi bado hawako tayari. Mtandao wa maji unakuja, unafika pale, mtu kuvuta kutoka pale mpaka nyumbani kwake ni shughuli. Kwa hiyo lazima tuisapoti serikali yetu kwa kufanya yale ambayo na sisi wananchi tunayaomba. Tunaletewa maendeleo, mwisho wa siku kuna watu hawasogezi kufika majumbani mwao. Hiyo iko hata kwenye umeme. Leo Tabora mjini hakuna kijiji ambacho hakina umeme. Sasa hivi tunakwenda kwenye vitongoji, na baadhi ya vitongoji tayari vimeshaanza kupata umeme. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kwa masikitiko, viko vijiji umeme umefika, transformer iko pale, kajiunga mtu mmoja peke yake. Sasa hii transformer ikiwashwa, si ni hasara kwa serikali? Lazima na sisi viongozi tunapopata nafasi tuwashawishi watu wetu waweze kutumia umeme. Na hili mheshimiwa mwenyekiti nimelisema, nitalizungumza kwenye maji na umeme. Maji yatakapokuja, angalau wananchi wetu waunganishiwe hata kwa mkopo, wawe wanakatwa kidogo kidogo. Tunafahamu jimbo letu, watu wetu hali zao tunazijua.
waunganishiwe, walipe kidogo kidogo, hiyo iende hata kwenye umeme, ili tija ya umeme na tija ya maji ionekane kwa wananchi kupata huduma hizo muhimu. Kuna mtu kasema gharama kubwa ya umeme. Umeme siku hizi ni kadiri unavyotumia. Lipa umeme kadiri unavyotumia. Ndio maana ya luku. Kwa hiyo ukiutumia vibaya utalipa tu. Kwa sababu ukiutumia vibaya umeme unakata, utabaki giza. Ukipata hela weka, unatumia. Na kwenye maji ndio utaratibu huo sasa utaanza. Mita zimeshakuja, tunaita mita za luku hivyo hivyo. Na zenyewe mita za maji zimekuja. Utatumia maji kwa kadiri unavyolipia.